Baba Ndemu, Baba Ndemu, Kasisi. Mume wangu, umekutwa na nini? Hebu niambie. Nimekutwa na nini? Kwa nini? Hivi unajua umeletwa hapo hoi hoi, ujitambue? Kaletwa hoi na wewe Kasisi. Mama Ndema, mke wangu, ona kunywa pombe. Haya, nimeanza lini kunywa pombe mume wangu? Sasa kama sio pombe hiyo ni yaani kupumzika kwangu hapa mimi nimeokotwa. Mimi naumwa. Baba, umeokotwa huko barabarani ukiwa umeanguka. Watu wamekuleta hapa, hujitambui wala hujielewi kwa lolote. Yaani mnakazana kabisa. Kaokotwa. Ngala. Na nyinyi mmechoka ya kuongea sasa. Haya. Kama mnasema nyinyi msije kaokotwa, si kalokota. Wewe si tumekutana pale. Unasema unaenda sokoni. Mimi baba. Sasa. Tangu nimeamka leo mpaka sasa hivi, muda wote nipo na mama tu, nimeshindana, sijatoka kwenda sehemu yoyote. Haya. Nani sasa ubishi wenu? Endeleeni nyinyi. Maana mtu akilala mnaanza ngala. Sasa unaenda wapi Baba Ndemu? Niache. Jamani, ataanguka mzee. Nani anaanguka? Sasa unaenda wapi mume wangu? Niache nikafanye kazi zangu. Nataka kuongea sana. Kaka, hutaki kujua hata mahali nilipo? Hutaki kupeleleza hata nilipozikwa? Mimi najua baba yetu alikuachia mkoba, una nguvu sana, lakini unafanya kwa matumizi yako wewe mwenyewe. Dada, nashindwa kupata kivuli chako. Laiti kama nitakipata kivuli chako, kinielekeze mahali ulipozikwa, nguvu ya kukurudisha ninayo. Wewe muongo, unanidanganya. Mkoba una nguvu nyingi sana. Kwa nini ushindwe kupata kivuli changu? Sasa nisikilize. Kama hutaki kupeleleza, nitawafanya walionifanya niwe hivi. Hawatapata furaha kwenye maisha yao tena. Dada, usifanye hivyo. Usifanye hivyo, hizo ni hasira. Nimekwambia nalihangaikia hili. Na nguvu nilizo nazo ni kubwa, lakini bado kivuli sijakipata. Na nahakikisha lazima nitakipata tu. Lazima nikurudishe. Sio kwamba hainiumi, inaniuma sana. Nitakusaidia tu. Sasa, kama hutafanya hili kwa wakati, nitajua mimi nifanye nini.
tulishirikiana kwenye shida na raha. Wewe Mangapi, kwa hili utanisamehe sana baba, utanisamehe mara 70 Mangapi. Sio nasema kusamehe mara 70, sasa nisamehe mara 70. Hapa sikuachi salama, piga tu. Utanisamehe. Shangazi, wewe ndo unayenikimbiza muda wote? Shangazi, najua sijahudhuria msiba wako, lakini unanichosha shangazi. Na kwa nini hukuhudhuria mazishi yangu? Shangazi, nilikuwa kwenye chumba cha mtihani na ndio maana sikuweza kupata ruhusa. Baba yako hajakwambia chochote? Hajaniambia chochote. Zaidi mara mwisho nipigia simu na kuniambia taarifa ya msiba wako. Naona una akili za baba yako, kasoro urefu tu. Wewe mrefu, yeye mfupi. Sasa basi, kuna mchezo nataka tucheze. Hivi Wandema, kumbe kwamba anakulaga maembe? Mama ndo nalijua hilo leo. Mwanzo nimeenda ule mwembe pale chini ule pale umeiva, lakini ndo kwamba amewayala maembe. Nikasema ngoja nije na haya tu yale basi. Yala. Naka naongea peke yangu. Wewe Wandema. Samahani mama kwa hiki nitakachokuuliza. Tena samahani sana mamangu kama nitakuwa nimekukosea. Ila sina budi, inabidi tu nikuulize. Hivi mama, huyu mwanaume huyu ambaye tunaishi naye humu ndani, yaani babangu wa kambo, kwani mama ulimpendea nini? Wandema, kwa nini unauliza hivyo mwanangu? Mama, mimi nahisi kabisa mwanaume hakupendi. Angekuwa anakupenda wewe, kile kitendo alichokifanya mamangu ulikifurahia?
Atakuwa hajapenda nini mama, kati ile dawa ndo uzima wako wewe? Labda hajamwamini Mangape mwanangu. Unajua mwanangu, kitu ambacho ukijui, huyu baba kipindi cha ujauzito wako alinikuta nao mimi, na amekulea wewe vizuri tu, na wala sijawahi kuona akikupiga mbele yangu. Ana upendo mkubwa sana huyu baba. Isitoshe, si unaona mashamba yote ya mwanangu tunamiliki yote. Kwa hiyo yani ukisema ana upendo mimi nakushangaa. Aha, sasa nimeshapata picha mama. Kumbe tupo hapa siku zote tunataabika kwa huyu mzee ni kwa sababu hiyo moja ya mashamba yake haya na hizi mali zake mama, ndo zinatuweka hapa siku zote hizi. Wandema, kwani una maneno sana? Unajua kwamba unaongea na mamako eh? Mimi sio rafiki yako wala shoga yako wala wewe mnaocheza mdako huko. Mimi ni mama, unahitaji kuniheshimu. Unaboboje tu mama mbele. Maana yake nini? Mimi si mamako. Unatakiwa kuniheshimu Wandema kama mama. Lakini mama kunipiga ibadilishi ukweli, na nitaendelea kuongea hivi mpaka siku nitakayoona umebadilika. Wandema, maneno gani ya kuniambia mimi haya? Nenda mwana kwenda. Tena nenda polini mambo huko ya kule. Na wanyama wakali. Ovyo. Lione kwanza. Nenda. Unasusa nafikiri mimi nitashinda kula? Au nitashinda kuosha hivi vyombo? Mtoto asikize, mtoto wa kike bwana. Nenda nakwambia, nenda. Wala unibabaishi. Mwendesha, mbona unatetemea? Baba, yaani hata mimi mwenyewe sielewi. Yaani toka jana nimeenda kulala vizuri kabisa na nilikuwa sina tatizo lolote lile, lakini nashangaa nimeamka, yaani mguu wangu hauko sawa. Sasa sijajua changamoto ni nini. Lakini hata hivyo, asubuhi baada ya kutoka shamba, nikiwa nimejipumzisha, kuna ndoto niliota. Ndoto gani? Niliota ninakimbia sana, tena sana. Lakini baadaye sasa nilipofika sehemu nikawa kama vile pumzi zimenibana, nikainama chini. Nilipoinama mbele yangu nikaona kama kuna miguu ya kike. Nikaiangalia ile miguu, naipandisha, nimekuja kuinua uso, nikamwona shangazi yuko mbele yangu. Shangazi yako? Sasa kilichonishangaza sasa, baada ya kumuuliza shangazi, ni wewe ndio unayenifukuza? Akaniambia maneno makali sana, tena kwa ukali. Ananiuliza kwa nini sijahudhuria msiba wake. Lakini mwisho wa siku, baada ya mazungumzo, alifanya kama vile anageuka. Alipogeuka tu, sura yake ikabadilika, akawa kama mimi. Baada ya hapo akaanza kunifukuza sasa. Nimekimbia. Bahati mbaya nikateleza, nikadondoka. Lakini sasa alikuwa amebeba kitu, mti. Huo mti hata kama nikikuona naweza nikaufahamu.
amekuja pale, nimedondoka, yaani kakunja sura, kanyanyua ule mti, kanichoma kifuani. Sasa ile ananichoma sasa, ndo ninatoka usingizini, ninashtuka, lakini nikajiangalia, nikawa niko vizuri tu, sina tatizo. Sasa nachojifikiria, kwa nini iwe vile? Nikawa nimegundua jambo. Baba, kuna umuhimu mimi wa kunipeleka kwenye kaburi la shangazi. Nataka nikazungumze naye kitu, pengine hiyo inaweza ikasaidia. Ni kweli, kwa sababu mambo kama hayo, yaani na maana inaonyesha ni ndoto za kimizimu hizi. Na kwenye mazishi ya shangazi yako hujaenda, kwa hiyo ina haki kabisa mimi nikupeleke, lakini nitatafuta siku ya kukupeleka. Baba, sio ipo siku nitakupeleka, inatakiwa leo hii nikimaliza kunawa hapa, nikimaliza kuswaki, unipeleke, kwa sababu tunapoendelea kusubiri muda, pengine kunaweza ukatokea na madhara makubwa. Sasa cha msingi wewe malizia kupiga mswaki, nenda kajiandae ili nikupeleke. Sawa, hapo sasa ndio umenena. Sawa. Nini tena mwendesha? Baba, nini tena? Baba, Imekuwaje kwani? Mwendesha. Baba. Sasa mbona maumivu tena siyasikii? Umepona? Umepona? Baba, ina maana ulikuwa unafahamu matatizo ya huu mguu? Unajua kuna watu wanajua kuchezea watu. Inawezekana kuna mtu alikutegea mtego, alichukua nyayo zako. Lakini kwa kuwa mimi ni mtu mkubwa kwenye hiki kijiji, hakuna mtu atakayeweza. Yaani hata afanye mitego ya design gani kwenye familia yangu, hawezi kufanikiwa. Mimi ni mtu mkubwa sana, afu watu wakiniangalia wananiona mtu wa kawaida. Eti mguu umepona?